tena mkuu juu yao, naye Yefta akanena maneno yake yote mbele ya Bwana huko Mispa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nataka niongelee mtu mmoja anaitwa Yefta. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huko nyuma Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Nataka nizungumzie mtu mmoja alikuwa anaitwa Yefta. Biblia imesema kwamba Yefta alikuwa ni mtoto wa mwanamke kahaba. Na katika boma yao babake alikuwa ameoa mke mwingine. Trufi, niweka simu chini. Najua nasoma Biblia lakini weka chini. Kila mtu weka Biblia chini. These are preaching, this is not a teaching. Fungua tu katika Biblia. Andika tu chini kitabu cha Judges chapter number 11. Chapter number 11. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema kwamba Yefta alikuwa ni mtoto wa mwanamke kahaba. Na hivyo Yefta hakuwa na usemi wowote katika nyumba ya baba yake Gileadi. Maandiko yametuambia kwamba ikawa wakati mmoja Yefta akiwa amekaa katika nyumba ya babake, kama ilivyokuwa kawaida, vijana wa yule mke mwingine wakaanza kusema, huyu sio ndugu yetu, huyu ni mtoto wa mama mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Huyu sio ndugu yetu. Japo kuwa alikuwa ndugu yao, lakini ndugu ya mama mwingine, wao wakaanza kusema kwamba sio ndugu yetu. Baba ni mmoja, mama alikuwa tofauti. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakawa na chuki binafsi na Yefta. Ikawa wanapomtazama Yefta, wanaona mtu ambaye atawanyang'anya mali zao. Wanaona mtu ambaye atachukua mali zao. Walichokuwa wanamchukia Yefta ilikuwa ni kwa sababu ya mashamba, ilikuwa ni kwa sababu ya mali, ilikuwa ni kwa sababu ya utajiri ambao haukuwa wao. Utajiri ulikuwa ni wa baba yao na baba ya Yefta. Biblia imesema vizuri, alikuwa mtoto wa mwanamke kahaba, ama alikuwa mtoto wa mwanamke mpango wa kando. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, inapofika habari ya mwanamke wa kando ama mwanamke wa kando, inakuanga mambo ni mengine, kwa sababu mtoto wa mpango wa kando hawezi akapata urithi katika familia, hawezi akapata chochote katika ukoo, ahesabiwi kuwa ni mwana katika familia, kwa sababu ni mtoto wa kando. Haleluya. Ni mtoto amezaliwa na mpango wa kando, ama ni mtoto amezaliwa nje ya ndoa. Kwa hivyo Gileadi alikuwa na mke ambaye alizaa naye wana. Hakuna mahali tunaona babake mama yake Yefta, lakini tunaweza tukaona kwamba kulikuwa na mamake ambaye alikuwa ni mpango wa kando, na aonekani katika familia. Hakuna mahali anaonekana. Alizaa mtoto tu na akamwacha. Alizaa mtoto na akatoroka akaenda akamwacha na baba yake. Naongea kuhusu mwanamke kahaba, ni kumaanisha kwamba Yefta alizaliwa katika ukora. Yefta alizaliwa katika ukahaba. Na wakati mamake alipomchukua mimba, ama wakati alipomzaa, aliona mbadala ya kumuua akampeane kwa babake. Akaona mbadala ya kuwapia hii mimba, nitangojea hii mimba ikue, na itakapozaliwa huyu mtoto nitampeana kwa baba yake. Na shukuru Mungu ni kwa sababu ya huyu mwanamke, hata kama alikuwa na kahaba, alikuwa na akili mzuri, alikuwa anaweza kufikiria vizuri, kwa sababu si kama wanawake wengine wanapofanya, anapobeba mimba anafikiria kutoa. Lakini kwa Yefta ilikuwa ni tofauti, kwa sababu Yefta hakuwa mtoto wa kawaida. Hata kama mamake alimbeba mimba, alihisi kwamba huu mtoto nimebeba atakuwa mtoto si wa kawaida, kwa sababu mimba hii sitaitoa. Mimba hii nitajaribu kuilea, na nitakapoilea sitalea huyu mtoto, nitampeana kwa baba yake. Bwana Yesu asifiwe.
huyo mwanamke kidogo alikuwa na akili, akasema sitatoa hii mimba, nitailea mpaka ifikishe miezi 9, ndio alizaa huyu mtoto na akampeleka kwa babake. Lakini maandiko yananiambia kwamba haikuwa rahisi sana kwa Yefta, kwa sababu alipelekwa katika nyumba ya babake, baba aliyekuwa na mke mwingine, na yule mke mwingine alikuwa na watoto wengine. Wale watoto wengine walikuwa na msimanga sana Yefta, wakimwambia wewe si mmoja wetu, wewe umezaliwa na mwanamke mwingine, kwa hivyo hakuna urithi unaweza kupata katika familia yetu, hakuna kitu chochote unaweza kukipokea katika nyumba hii, hata uwezi kupata hata mswaki wa kuswakia meno, uwezi kupewa sababu wewe si mtoto wa familia hii. Lakini maandiko yanasema kwamba unaposoma pale juu, maandiko yanasema kwamba Yefta alikuwa ni mtu anaelewa sana kupanga vita. Kwa hivyo hata wale ndugu zake waliozaliwa pamoja naye, yani wale ndugu wa baba yao ama wale ndugu wa baba zake au baba yake, maandiko yanasema kwamba wakamwonea wivu, hata hawakutambua kwamba huyu mtu anaweza kuja kutusaidia, wakaacha aendelee kukaa katika ile boma. Maandiko yanasema kwamba alikuwa ni shujaa wa vita, mtu ambaye angepanga vita na iweze kufaulu. Kwa hivyo wakati ule wakapanga, na wakati Yefta alipokuwa akikaa katika ile boma, akakuwa anakaa chini anafikiria, machozi ilikuwa inamtoka kwa yale ambao mamake anaongelelewa, akiitwa kahaba, akiambiwa wewe ni mtoto wa mwanamke kahaba, hakuna chochote ambacho utarithi katika hii boma. Maandiko yanasema kwamba ikafika wakati Yefta akasikia, hapana, nataka kukaa kwa babangu, lakini si jambo rahisi, haitakuwa rahisi mimi kukaa hapa. Ndio babangu ako na utajiri, ndio babangu ako na mali, lakini sifurahia ya maisha, ninaumia kwa roho yangu kila wakati, ninateseka kila siku. Hawa watu wananisimanga, hawa watu wananiongelelea vibaya, hawa watu wananiambia mimi ni mtoto wa kahaba, sitakaa kwa hii boma, ninatoka nitoroke niende nikakaa mahali ambapo sikujui, nikaa mahali ambapo ni mbali na watu hawa, kwa sababu hawa watu wanaumiza roho yangu, hawa watu wananivunja moyo, wananiumiza kila wakati, wananinenea kila wakati, wananizungumzia kila wakati. Siwezi kukaa hapa nikikosa amani, sitaendelea kukaa katika boma hii. Ndio Gileadi ni babangu, lakini sitavumilia. Wakati wananiita mtoto wa kahaba, wakati wanasema sina chochote, sasa nitatoka, nitaenda. Maandiko inasema kwamba kwa sababu ya yale maneno Yefta akasikia uchungu, akatoka na akaenda. Maandiko inasema kwamba alipotoka na kuenda, akaenda kukaa pamoja na mabaradhuli. Yani mabaradhuli ni watu wasio na maana, watu ambao wana chochote. Akaenda kukaa na wavuta bangi, akaenda kukaa na watu wa kuchonga miraha, akaenda kukaa na watu wasio na maana, akaenda kukaa mahali pale. Mbora akaa na watu ambao wanaweza kuelewa eli nane, lakini sio watu wa kumsimanga. Akatoka kwa aibu, akatoka kwa nyumba ya babake, akatoka na akaenda. Alipotoka na akaenda, akaenda kukaa mahali pale, kwa sababu Yefta alikuwa amekosa amani. Katika nyumba ya babake hakupata amani, katika ndugu zake hakupata amani. Hata babake akamwambia, mtoto wangu usikuwa na shida. Yani Yefta alikosa amani, kwa hivyo akaamua kutoroka, akaacha nyumba ya babake, akaenda kabisa. Nataka mtu ampige Yesu makofi mazuri kabisa. Maandiko inasema kwamba akatoka, akaenda na aibu, akatoka akiumia ndani ya roho yake, akatoka akiumizwa ndani ya moyo, anahisi moyo unatoa damu. Ni kwa sababu ya maneno machafu, ni kwa sababu ya kutukanwa. Ninataka ninene mtu mchana wa leo, inaweza kuwa kuna watu ambao wanakuongelelea, wanaongea maneno mengi kuhusu maisha yako, wanakusimanga ndani ya roho yako. Ninataka nikuambia kwamba Yefta alikuwa na watu wa aina hiyo, alikuwa na watu waliomsimanga, lakini maandiko yanasema kwamba akakaa yeye mwenyewe, akaona kwamba sitakaa hapa, lazima nijitenge. Nimetumwa niambie mtu mchana wa leo, kuna watu wanasimanga roho yako, usiendelee kukaa karibu na hao watu. Unajua inafika wakati ni lazima utoke katika ile sehemu ambao watu wamekuzoea,
wamezoea huyu ni Onesmus, wamezoea huyu ni Kevin, wameongea huyu ni Tasasa. Ni lazima utoke katika eneo hilo, utafute eneo ambalo unaweza ukapata amani ya moyo wako. Haleluya. Maandiko yanasema kwamba Yefta akikaa mahali pale, akakaa chini na akawaza, akaona sipati amani mahali hapa, sipati amani, ninahitaji amani, na ndiposa niweze kupata amani lazima nitoke hapa. Ndio ataonya kwamba mimi ninaweza nikawasaidia, awani mimi naweza nikapanga vita, lakini hata huduma yangu nilionayo haiwezi ikamtumikia Mungu nikikaa karibu na watu hawa. Maandiko inasema kwamba akaanza safari, akatoka akaenda akakaa mahali pa toba. Yani mahali panapoitwa toba ni mahali kuna kama Mbaradhuli, mahali kuna kaa watu hawana maana. Akatoka akaenda kule akitafuta amani, akitafuta watu ambao wanaweza kumwambia ndugu, tusonge pamoja. Ndugu, hata kama una chochote, tusonge pamoja. Sikiliza nikuambia kitu kimoja, mchana wa leo hii kuna mambo huwezi ukafanikiwa usipoachana nao watu. Kuna vitu huwezi ukafanya usipoachana nao watu, kwa sababu hawaoni vile ulivyo, hawaoni kile kiko ndani yako, unajilazimisha kwa bure. Yefta alikuwa anajilazimisha pale, akijua kwamba mamake ni mwingine na mama yao vijana ni wengine, akawa anajilazimisha pale. Lakini ikafika time akasema, hapana, sitaendelea kuvumilia hapa, nitatoka na nitaenda. Haleluya. Inapika wakati mpendwa, ni lazima utoke na uende. Usiangalie zile vitu utawacha nyuma. Yefta hakuona mashamba ya babake, hakuona utajiri wa babake, hakuona utajiri wa baba na mama, hakuona hizo vitu zote, lakini alitoka akienda kutafuta mahali ambapo anaweza kupata amani, ili kilichokuwa ndani yake kikaendelee kukua. Unajua kuna watu unakaa na wao, ile huduma ambao Bwana alikupa wanaendelea kuimaliza. Wewe unakuwa mwimbaji, unakaa na watu ambao hawajui kwamba kuna kitu kiko ndani yako. Wewe ni mwanabiashara, unakaa na watu ambao ni wazembe. Ni lazima uache kila watu wako na uzembe, lazima utoke kwenye kambi zao, utoke uende. Ndiposa Bwana akakuja kwako katika ile njia inayostahili. Wakati alipotoka kwa ndugu zake, maandiko yanasema kwamba hakuacha kutengeneza vita, alikuwa anaweza kutengeneza vita. Na ikafika wakati, sema ikafika wakati. Bwana Yesu asifiwe. Ikafika wakati vita zikachacha katika Israeli na katika familia ya Gileadi, wakaanza kupigana watu wanaitwa Waamoni. Waamoni ni watu waliokuwa wanajua kupanga vita na kupigana. Ikafika wakati wale wazee wakapigwa vita. Wakapigwa vita zilikuwa kubwa sana. Walikuwa wanapigwa usiku kwenda ule mwingine, wanapigwa mchana kwenda ule mwingine, wanapigwa mwaka kwenda ule mwingine. Ikawa vita ilikuwa imechacha katika hao wana waliobaki wa Amoni, katika wana waliobaki wa Gileadi. Bwana Yesu asifiwe. Wale ndugu waliobaki, ilifika wakati vita zikachacha na vita ikawa nyingi sana. Wakiwa wanaendelea kupigana hivi, wakikaa mahali wakaanza kukumbuka, kuna mtu tulifukuza katika familia yetu, anajua kupanga vita, alikuwa angeweza kupanga vita vizuri, na kila kitu ambacho angekuambia ungeweza kufanikiwa. Wakiwa wanakaa mahali pale, wakakumbuka mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Gileadi. Pigia Yesu makofi mazuri. Ipatie ingine, ile ingine. Bwana Yesu asifiwe. Wakakumbuka